Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 Afrika ya Jioni. Katika miji ya Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Angela Ngendo. Andamana nasi kwenye ukurasa wa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa ambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM katika jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, tuseme eneo nzima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, redio inayosikika katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini mwa Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayowika maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu magharibi mwa Kenya. Ni Agosti 13 na Alhamisi ambayo raia wa Zambia wamefika katika debe la maamuzi kuamua nani kuongoza nchi hiyo kwa miaka mingine 5. Mwelekeo unaonekana kwamba rais wa sasa anaweza kashinda uchaguzi kutokana na kura ya maoni ya hivi karibuni, kwamba baadhi ya Wazambia wanaendelea kuunga mkono sera zake, ingawa kuna shauku kubwa sana kulingana na gharama ya maisha kupanda juu. Na nchini Tanzania imeundwa tume jipya tena ya kuchunguza matukio ya jinai ya Oktoba 29, uchaguzi mkuu uliokumbwa na ghasia. Wanaharakati wameipokeaje? Kwa mengi zaidi, kaa nasi. Kwanza taarifa ya habari na Gilbert Ruyange. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Lusaka, Zambia. Raia wa Zambia wamepiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu kuamua kiongozi wa nchi hiyo kwa miaka 5 ijayo. Rais wa sasa Hakainde Hichilema anatetea sera yake ya kiuchumi kushawishi raia kumpa muhula mwingine kuongoza. Takriban wapiga kura milioni 8 walifika kwenye debe la maamuzi, ambapo pia walikuwa wanachagua wabunge na madiwani wapya. Tume ya uchaguzi imesema matokeo ya uraisi yatatangazwa Jumatatu wiki ijayo. WHO, Ebola. Mlipuko wa sasa wa homa ya Ebola unaelekea kuwa mpya zaidi kuwahi kushuhudiwa, limeonya shirika la afya duniani WHO. Afisa mkuu mtendaji wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameambia waandishi wa habari kuwa kuna tishio la mlipuko wa sasa kupita mlipuko uliotokea Afrika Magharibi na kuwaua watu 11,000. Mlipuko wa sasa nchini DRC umewaua watu 2,000 huku wengine 4,300 wakiambukizwa. Mlipuko huu ulitangazwa hapo mwezi Mei, lakini maafisa wa afya wanaamini ulianza hapo Februari mwaka huu. Mkuu wa shirika la WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Janabi, amesema homa ya Ebola ilianza kusambaa mwezi Februari mkoani Ituri, lakini maafisa wa afya walitibu dalili za malaria na homa ya tumbo. Homa ya sasa ya Ebola inasababishwa na kirusi aina ya Bundibugyo na haina chanjo wala tiba. Al Obeid, Sudan. Jeshi la wanamgambo wa RSF nchini Sudan limeanzisha mashambulio dhidi ya mji wa Al Obeid
uliopo jimbo la Kordofan magharibi mwa nchi hiyo. Walioshuhudia mashambulizi ya sasa wanasema wanajeshi hao walitumia droni kulenga mji huo na kudhibiti tena maeneo walipopoteza majuma ya karibuni. Watu 2 wamefariki dunia na makumi kujeruhiwa baada ya droni 8 kulenga mitambo ya jeshi katika jimbo hilo la Kordofan. Mjini Khartoum, wakazi wamesema kumetokea shambulio la droni mara ya kwanza tangu mwezi Mei baada ya jeshi kutoa mji huo mkuu. RSF haijakili kulenga Khartoum na jeshi la nchi halijatoa taarifa yoyote. Katika majuma ya hivi karibuni, jamii ya kimataifa ilishinikiza RSF kutolenga mji wa Al Obeid ambao unakaliwa na raia nusu milioni, huku 100,000 wakiwa wakimbizi waliokimbia maeneo mengine yanayokumbwa na vita nchini Sudan. Jeshi la Sudani na RSF wamekuwa wakikusanya majeshi yao kwa kile wadadisi wanaonya kujiandaa kwa makubaliano ya kudhibiti jimbo la Kordofan. RSF inadhibiti jimbo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo ambapo limeanza kubuni serikali mbadala, huku jeshi la Sudan likidhibiti mashariki mwa nchi pamoja na Khartoum. Jeshi hilo limekuwa katika harakati za kuunda serikali ya umoja wa kitaifa itakayotambuliwa kimataifa. Pande mbili ziligawanya madaraka mwaka 2019 na kumondoa madarakani rais wa kipindi hicho Omar al-Bashir. Hata hivyo, mzozo wa madaraka kati ya jeshi na RSF ulichochea kuzuka kwa vita hapo mwaka 2023 na vita vya Sudan vimetajwa kusababisha janga kubwa zaidi duniani. Hatimaye Madrid, Hispania. Hispania imepinga hatua ya Morocco kutaka kudai visiwa vyake vya Ceuta na Melilla. Mapema wiki hii, waziri wa sheria wa Morocco alitangaza kwenye runinga ya kitaifa kwamba visiwa hivyo vilikuwa ardhi ya Morocco na Hispania inastahili kuachia ardhi hiyo. Hii ndio mara ya kwanza Rabat kutoa tamko la kutaka umiliki wa visiwa hivyo ambavyo vinapakana na Morocco. Mwishoni mwa mwezi Julai, wahamiaji 72,000 walivuka na kuingia Ceuta. Wimbi hilo la wakimbizi lilitajwa kuwa kubwa zaidi kufika Ulaya kwa wakati mmoja. Watu 96 walipoteza maisha kutokana na msongamano wa wahamiaji. Waziri wa sheria wa Morocco Abdelatif Wabi amesisitiza Rabat imeshinikiza kwa miaka mingi kukabidhiwa visiwa hivyo anavyosema ni ardhi ya Afrika. Tangu kupata uhuru, Morocco imetaja Hispania kama dola linalokalia ardhi yake kinyume cha sheria. Hata hivyo, mamlaka za Madrid zimesisitiza umiliki wa Ceuta na Melilla na kuzitaja kama visiwa vikuu vyake ambavyo ilitoa karne ya 15 na 17. Hispania imeonya Morocco kuendelea na kampeni yake kudai visiwa hivyo. Tuanzie nchini Zambia ambapo raia wa nchi hiyo wamepiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu kuamua kiongozi wa nchi hiyo kwa miaka 5 ijayo. Kwa sasa Rais Hakainde Hichilema anatetea sera yake ya kiuchumi kushawishi raia kumpa mhula mwingine kuwaongoza. Takriban wapiga kura milioni 8 walifika kwenye debe la maamuzi ambapo pia walikuwa wanaamua wabunge na madiwani. Tume ya uchaguzi inasema matokeo ya urais yatatangazwa Jumatatu ya wiki ijayo. Endapo Rais Hichilema atashinda kura hii, itakuwa ni zawadi ya wapiga kura kutokana na sera yake ya kiuchumi ambapo alichaguliwa mara ya kwanza mwaka 2021 na kufanikiwa kugharamia kima cha dola bilioni 12 ya madeni ya taifa hilo. Hakainde Hichilema anakabiliwa na wapinzani wengine 13. Hata hivyo, muungano wa vyama vya upinzani unaongozwa na Brian Mandubile anayeonekana kuwa mshindani wake mkuu. Gabriel Ngubu amezungumza na Nixon Katembo, mhariri mwandamizi anayefuatilia matukio nchini Zambia akiwa Afrika Kusini. Vigogo katika kinyang'anyiro hiki na rais wa sasa Hakainde Hichilema pamoja na mpinzani wake wa karibu Brian Mandubile ambaye anatoka chama cha TOS Alliance ambao ni muungano
wa vyama vya upinzani vidogo vidogo vinavyo mlengo wa kuwekea chama cha zamani cha Patriotic Front PF chini ya rais wa zamani Edgar Lungu. Pande za kisiasa zimekuwa zikinadi nini kwenye kampeni hizi? Kinachonadiwa hapa ni haswa gharama ya maisha, ikiwemo kosekana kwa nishati nchini Zambia, pamoja na hali ya uchumi ya kawaida, haswa kuhusiana na madini ya shaba, na hii imeletea Zambia kuwa na utata kidogo. Na pia upinzani unalalamikia serikali kwamba hali ya kidemokrasia na uhuru wa kidemokrasia umekuwa finyo chini ya utawala wa Hakainde Hichilema. Tukiangalia hayati Edgar Lungu, rais wa zamani ambaye bado hajazikwa, limejitokeza katika kampeni. Bila shaka kwa upande wa wafuasi wake lilikuwepo, lakini halijawa swala kubwa sana katika kampeni za uchaguzi, ila ilitumiwa kama kuonyesha kwamba serikali ina uonevu, haina uhuru wa kidemokrasia dhidi ya wapinzani, pamoja na wengine kuwashika kiholela wanavyodai wenyewe, ingawa hakuna ushahidi wa kutosha nchini Zambia kwamba wapinzani wamekuwa wakifungwa. Labda venye umedadisi kura za maoni, zimeona ratili inaanguka wapi? Mwelekeo unaonekana kwamba rais wa sasa anaweza kashinda uchaguzi kutokana na kura ya maoni ya hivi karibuni, kwamba baadhi ya Wazambia wanaendelea kuunga mkono sera zake, ingawa kuna shauku kubwa sana kulingana na gharama ya maisha kupanda juu, haswa mgao wa umeme. Kumbuka Zambia inategemea uzalishaji wa nishati kupitia kabwawa la Kabora-Hosa ambalo liko kwenye mto wa Zambezi. Mto huo umekuwa kukabiliwa na ukame, hivi kusababisha mgao wa umeme nchini Zambia. Hiyo ndio itasababisha nini kiendelee katika uchaguzi huu na matukio yake, lakini kwa sasa inaonekana rais Hakainde Hichilema anaongoza. Kuna ushawishi kutoka nje kwa uchaguzi huu, hususan kutoka Uchina inayowekeza kwenye sekta ya shaba hapo Zambia? Ni kweli swala la madini ni swala nyeti katika uchaguzi huu, licha kuwa Wazambia wamekuwa kilalamikia wa China kuja kumiliki baadhi ya rasilimali na sekta ya madini, ingawa haijaonyesha wazi kwamba kuna ushawishi ya kutoka nje kutokana na rasilimali hizi, kwa mfano madini ya shaba ambao umeyataja. Lakini kilichoko wazi na dhahiri ni kwamba kuna mvutano wa kijiostrategia, yani siasa za kimataifa za ndani, kwamba mataifa ya magharibi yanajaribu kutumia fursa hii na swala la madini nchini Zambia kuweza kujizatiti, kwa mfano kwa kutoa mikopo kupitia Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF, kutokana na hali ya uchumi na mdororo wa uchumi ambao ulijitokeza nchini Zambia. Zambia ilikuwa na mkopo wa Benki ya Dunia, pamoja ikalazimika pia kuomba mkopo mwingine wakati ugonjwa wa Uviko 19, na pia Uchina ikiwa imetoa mikopo mingi sana kwa Zambia, pamoja na kuendesha miradi kadha wa kadha katika sekta ya madini na sekta ya miundombinu nyingine, ikiwa China imelazimika kuweza kutoa msamaha wa mikopo mingine kupitia serikali ya sasa, na kuhakikisha kwamba ushawishi wake katika sekta madini unaendelea nchini Zambia. Huko Zambia labda watatangaza, tunatarajia lini matangazo ya uchaguzi huo? Kawaida nchini Zambia matokeo ya uchaguzi utarajiwa baada ya masaa 72. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya taifa. Hivi tutasubiri iwapo uchaguzi utaweza kutolewa, ingawa mahakama ina haki ya kuweza kutangaza mshindi kuna ushindani wowote ndani ya wiki 2 hadi mwezi mmoja. Asante sana ndugu Nixon Katembo kwa kupata muda wa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Ni Nixon Katembo akizungumza hapo na Gabriel Engobu. Tuelekee Tanzania, ambapo tume mpya ya kuchunguza jinai zilizohusishwa na vurugu za uchaguzi mkuu Oktoba 29 iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan imekuwa ikikosolewa vikali nchini humo, kuanzia vyama vya upinzani sawa na wanaharakati. Rais Samia ametangaza kuunda tume hiyo inayowajumuisha pia majaji wawili, mmoja kutoka Uganda, mwingine akitoka Namibia, na inatarajia kufanya uchunguzi wa jinai kutokana na matukio yaliyojitokeza wakati uchaguzi mkuu. Hata hivyo, tume hiyo imepokelewa kwa hisia mseto,
huku vyama vya upinzani pamoja na wanaharakati wakikosoa vikali kwa madai Tanzania imekuwa na mlolongo wa tume na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. George Njogopa amezungumza na wakili Peter Madereka kuhusu ujio wa tume hiyo. Na uzoefu unaonyesha kwamba hata katika ile tume aliyoiunda awali ambayo ni maarufu kama tume ya Jaji Chande, ilikuwa ni tume ya rais ya uchunguzi huu ambao unafanywa sasa hivi. Lakini tume ile ilimkabidhi ripoti ambayo mpaka leo hamna mtu anayefahamu ndani ya ripoti ile kuna kitu gani. Kwa hiyo mimi siotegemei lolote jipya kutokana na hizi tume, na zaidi ni kwamba naendelea kuvilaumu tu vyombo ambavyo vinahusika na venye mamlaka kisheria kupeleleza hii jinai, sio kuchunguza, kupeleleza, kwa sababu kwa mujibu wa kifungu cha 10 mpaka cha 14 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, jeshi la polisi limepewa mamlaka ya kupeleleza jinai, kukusanya ushahidi na kupeleka watu hao ushahidi huo mahakamani ili wahusika waweze kuchukuliwa hatua. Sasa sioni sababu yoyote ile kwa nini jeshi la polisi halitimizi huo wajibu. Lakini pasipo kusahau ni kwamba baada tu ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 walikamatwa watu zaidi ya 700 wakihusishwa na matukio yale ya tarehe 29 Oktoba na wakashtakiwa katika mahakama mbalimbali nchini kwa makosa ya uhaini na baadaye wakaja kusamehewa. Sasa sijui hii tume inaundwa kutafuta jinai gani nyingine zaidi ya jinai ile ambayo ilishapelekwa mwanzoni mahakamani, watuhumiwa zaidi ya 700 wakashtakiwa mahakamani alafu wakasamehewa. Alafu leo tena tunaunda tume kwa ajili ya kutafuta jinai nyingine ya matukio ya tarehe 29. Kwa hiyo mimi naona kwa kweli ni kama tunapoteza muda tu kwa kweli. Lakini nini wasiwasi wake ni ukitizama tume hii kidogo ina mchanganyiko. Tume ya Jaji Chande ilikuwa na wataalamu kutoka Tanzania, lakini tume hii tumeshuhudia rais akitaja majaji kutoka Uganda, kutoka Namibia, nchi ya SADC mwanachama. Uganda ni mwanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bila shaka itakuja na majibu na kiu ya kujua tatizo na kiini cha matukio ya Oktoba 29. Tatizo sio kuwa na tume au kutokuwa nayo. Sisi Tanzania tunaongozwa kwa mujibu wa katiba. Na kwa mujibu wa katiba hiyo chini ya ibara ya 129 imeundwa tume ya haki za binadamu na utawala bora, ambao kimsingi na mamlaka ya moja kwa moja ya kuwashtaki watu ambao wanakiuka haki za binadamu, wakiwemo wale ambao waliwaua wale watu ambao hawakuwa na hatia wakati ule. Sasa ukiniambia kwamba rais kaunda tume yenye wajumbe kutoka nchi mbalimbali, kwamba hicho ndicho kigezo pekee cha kutatua matatizo ya kijinai yaliyoko nchini, mimi naona kwamba huo mtazamo sio sahihi, kwa sababu tatizo letu hapa sisi sio tume. Tatizo ni jinai, na tuna vyombo vya kijinai ambavyo viko muda wote vinafanya majukumu yake kama ambavyo ilivyozoeleka. Sasa leo vyombo hivyo vimeshindwa kuchukua wajibu huo, alafu tunamsukumizia mzigo rais aunde tume ikachunguze jinai, wakati hiyo ripoti itakapopatikana, ripoti inakuwa ni mali ya rais na ana hiari ya kuitoa au kutokuitoa. Lakini wengine wanasema tusio na wasiwasi, pengine safari rais atachukua mkondo mwingine na kuwajibika vipasavyo kwa wale waliohusika na matukio yale yaliyojiri Oktoba 29. Wanasema kwa nini tusisubiri ripoti ya tume iliyoundwa hivi karibuni na kisha tuanze kuijadili na kuhoji hayo yanayoibuka sasa? Jinai iwe inashughulikiwa kwa mujibu wa sheria za jinai zilizopo. Sasa unapowaambia watu wasubirie tume ndio ije itoe majibu alafu ndio watu wachukue hatua, wakati kuna vyombo ambavyo vinapaswa kuchukua hatua kuanzia sasa, ni jambo ambalo linashangaza na kusikitisha sana. Kama kuna watu wameuliwa, na ripoti ya Jaji Chande inasema waliouliwa ni zaidi ya watu 518. Kwa hiyo kuna mauaji yamefanyika. Sasa kama kuna mauaji yamefanyika, maana yake ni kwamba tuna polisi ambao kazi yao ni kuhakikisha usalama wa raia na mali zao na kuwatafuta watu ambao wanakiuka sheria. Sasa mbona hawachukulia hatua? Mbona hatuoni watuhumiwa wengine wa makosa mengine ya jinai yakiwemo hayo ya mauaji, kesi zao hazishughulikiwi kwa kuunda tume? Ziko kesi nyingi tu mahakamani tunaendesha kesi za mauaji, lakini kesi hizo hazijawahi kuendeshwa kwa kutegemea tume. Kwa mimi natoa wito kwamba sina matumaini, of course, na ninaomba watu wasiweke matumaini kwenye masuala ya tume, kwenye mambo yanayohusu jinai. Jinai inapaswa kushughulikiwa kijinai. Ni wakili Peter Madereka akizungumza na George Njogopa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok, Instagram na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kuwa huru kuchangia katika matangazo haya. Mimi ni Angela Ngendo.
ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya mlipuko wa sasa wa homa Ebola unaelekea kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Afisa mkuu mtendaji wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameambia waandishi wa habari kuna tisho la mlipuko wa sasa kupita milipuko ambayo imetokea Afrika ya Magharibi na kuwaua watu 11,000. Mlipuko wa sasa nchini DRC umeua watu zaidi ya 2,000 huku wengine zaidi ya 4,000 wakiambukizwa. Mlipuko huu ulitangazwa hapo mwezi Mei, lakini maafisa wa afya wanaamini ulianza Februari mwaka huu. Mkuu wa shirika la WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Janabi, amesema homa ya Ebola ilianza kusambaa mwezi Februari mkoani Ituri, lakini maafisa walitibu dalili za malaria na homa ya matumbo. Msekedide anasimulia mengi kutoka mashariki ya DRC. Hali ya maambukizi na vifo vinavyoshuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kusambaa kwa Ebola iliyoletwa na virusi vya aina ya bundibujo inatikisa ulimwengu leo na kugonga vichwa vya habari, mkoa wa Ituri ukiwa ndiyo kitovu cha janga hili. Nini changamoto zinazopelekea magonjwa haya kutokudhibitiwa? Nimezungumza na mmoja wa madaktari jijini Bunia anayepambana na Ebola, Bibi Butunga Bahone Blantine, aliyetupa baadhi ya masaibu wanayokumbana nayo. Population hayaitika kama Ebola iko, ndio problemu ya kwanza. Kwa hivyo nakuya nyuma, anakuya na mashine zishaonekana sana, kuya inakuwa difficile kumtunza na anafariki. Ndio ya kwanza ile. Ya pili ni mgonjwa mwenye iko mgonjwa mwenye haamini kama anagonjwa yeye peke. Anakia hospitali, sasa mnamwambia kama iko na Ebola, anapenda akimbie, kutoroka. Akipata fason ya kutoka, juu kuko sekurize. Makipata namuna ya kutoka, kuko wenye biko naweza kimbia. Akaenda aseme, yeye haamini kama anagonjwa Ebola. Japo kukimbia, tena nikwenda tena patia bengine musitete. Na wengine wagonjwa saa Ebola nafika ku stage final, saa mnakia mpatia dawa anakatala, mkimutia serum saa mnapana mgongo anabichomola. Sana bichomola vile anaanza fanya masaignement, kama kuna mwalingia après weye ule mgonjwa sûrement ata décédé juu ya hemorrhagie yenye peke alijikoze. Nini kifanyike ili kupunguza usambazaji wa kasi wa tishio hili? Daktari Bibi Butunga Bahone Blantine aliendelea kueleza. Pour moi, ça serait mieux, sensibilisateur, relais communautaire, shuke ma communauté, genre mungini, pour sensibiliser la population. Il est vraiment haia kuwa sana. Leo ni takriban visa 4,449 vinavyosipitishwa kuambukizwa. Watu 2,061 wamekwisha kupoteza maisha, zaidi ya wagonjwa kati ya 849 na 905 wameripotiwa kupona. Zaidi ya 716 wakiwekwa karantini. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, ugonjwa huu ni hatari, unaua kwa kiasi kikubwa, wala hijawahi kutokea katika nchi hii. Kinachowakera wengi hadi sasa, kuna baadhi ya watu wanaohisi kuwa magonjwa hayo hayapo. Mwanasheria wakili Bibi Tudidiane katoa dukuduku yake kwa namna hii. Sijue kwa nini mkongomani anapenda paka fimbo. Mtu ambaye ana akili timamu anaona mtu anakufa na Ebola, anaweza akamshika tena. Akisha kumshika na vile atenda kashika na yule ataenda anashika mwingine. Tungeweza kuona hii malali wakati ilikuja tuli ya mbele iliweza kubeba watu wengi. Wakati inakuya tuko deja na experience enye tunapaswa kusema gisi mbele ilitubeba watu wengi, hii tu isibebe watu wa mingi. Tuzingatie ni kuna mikono,
ni kuheshimia mipako, ni kuheshimia kutokusalimiana, ni kuzichunga na utaona malali taisha. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Msekedide. Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Baada ya siku ndefu ya upigaji kura nchini Zambia, sasa macho yote yanaelekezwa kwenye hatua inayofuata ya mchakato wa uchaguzi, kuhesabu na kutangaza matokeo. Katika uchaguzi huu wenye ushindani mkubwa, Rais Hakainde Hichilema anatafuta muhula wa pili akikabiliana na mpinzani Brian Mdumbile. Tusikilize tahariri. Baada ya siku ndefu ya zoezi la upigaji kura nchini Zambia, jambo la msingi sasa ni kwa kila raia kudumisha utulivu, amani na mshikamano wa kitaifa. Uchaguzi unaweza kuwa na ushindani mkali wa kisiasa, lakini tofauti za vyama na mitazamo hazipasi kamwe kuwa sababu ya kuvuruga amani ambayo taifa limeijenga kwa miaka mingi. Leo, mamilioni wa Zambia wamejitokeza kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Kwa taifa lenye idadi kubwa ya vijana, wakiwemo wengi wanaopiga kura kwa mara ya kwanza, uchaguzi huu ni fursa muhimu ya kuonyesha kwamba mustakabali wa Zambia unaweza kuamuliwa kupitia sanduku la kura, si kupitia vurugu au vitisho. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wafuasi wa vyama vyote, viongozi wa kisiasa na wananchi kwa ujumla kukubali kuwa mchakato wa uchaguzi una hatua zake. Baada ya kura kupigwa, kinachohitajika sasa ni subira na kuheshimu taratibu za kikatiba. Ushindi wa chama kimoja haupaswi kutafsiriwa kuwa kushindwa kwa Zambia. Uchaguzi unapaswa kuwa njia ya kuimarisha demokrasia na mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, jukumu la kudumisha amani haliwezi kubebwa na wananchi pekee. Tume ya uchaguzi ya Zambia ina wajibu mkubwa kuhakikisha mchakato wa kuhesabu, kudhibitisha na kutangaza matokeo unakuwa huru, wa haki na wa wazi na unaoaminika. Kila kura iliyopigwa kihalali ni sauti ya mwananchi na inapaswa kulindwa na kuheshimiwa bila kujali chama, eneo au hadhi ya mpiga kura. Uwazi katika utangazaji wa matokeo, mawasiliano ya wakati na maelezo yanayoeleweka kwa umma ni muhimu katika kuzuia mashaka na mvutano usio wa lazima. Pale ambapo kuna malalamiko au changamoto, ni muhimu ziwasilishwe kushughulikiwa kupitia njia halali za katiba na kisheria. Uchaguzi huu unafanyika katika mazingira ambayo wananchi wengi wanakabiliwa na changamoto za gharama ya maisha, licha ya hatua zilizopigwa katika kurekebisha uchumi na mzigo wa deni. Hali hii inaofanya uongozi unaochaguliwa na wananchi kuwa na jukumu kubwa la kujenga uchumi unaowanufaisha watu wa kawaida. Kwa sababu hiyo basi, Zambia haiwezi kumudu kuruhusu tofauti za kisiasa zigeuke kuwa mgogoro wa kitaifa. Kwa viongozi wa kisiasa, huu ni wakati wa kuonyesha ukomavu. Wanaopata ushindi wanapaswa kuwa viongozi wa Wazambia wote, na wanaoshindwa wanapaswa kutumia njia za kisheria kupinga pale wanapoona kuwa kuna sababu ya kufanya hivyo. Kwa wananchi, ujumbe ni mmoja: lindeni amani, heshimuni jirani zenu na kuweni watulivu hadi mchakato wote ukamilike. Demokrasia haipimwi tu kwa watu kwenda kupiga kura, inapimwa pia kwa namna taifa inavyoheshimu kila kura, linavyokubali matokeo halali na inavyoshughulikia tofauti bila vurugu. Zambia imefanya uchaguzi, sasa ni wakati wa kulinda amani yake. Kila kura iheshimiwe, kila sauti isikilizwe na kila hatua ya mchakato isimamiwe kwa uwazi na uadilifu. Amani ya Zambia ni kubwa kuliko ushindani wa chama chochote. Tegea tahariri ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambayo inaangazia masuala muhimu kuhusu bara letu la Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran sana na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tutafute kwenye Facebook, YouTube, TikTok, Instagram na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu wajiunge na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Vile jiunge na YouTube, yani subscribe na YouTube yetu ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Sote tuko familia moja, sauti ya Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, Instagram, TikTok na X. Ni hayo tu jioni ya leo. Jina langu ni Angela Ngendo. Kwa heri kwa sasa na kuwa na jioni njema.